anakwenda kutusaidia. Haleluya, watakatifu wa Bwana. Pasipo imani hatuwezi kupokea. Pasipo kuamini kitu unachokifanya, huwezi ukaona matokeo yake. Weka imani katika kile unachokiomba. Haleluya, watakatifu wa Bwana. Usiku wa leo Mungu ametupa kichwa cha somo letu. Linasema tumia damu na jina la Yesu kuvunja mipaka ya kiroho inayokwamisha hatua zako. Nitegemea kama huna pa kuandika, chukua hata simu, andika kwenye notebook, ili usikae hivi hivi kijana. Haleluya. Amen. Simu zimezima. Hazina notebook. Tafuta pa kuandika. Nimesema hivi, tumia damu na jina la Yesu kuvunja mipaka ya kiroho inayokwamisha hatua zako. Tumia damu na jina la Yesu kuvunja mipaka ya kiroho inayokwamisha hatua zako. Neno linalotuongoza kwenye somo hili fupi na tuweze kuangalia vitu vichache ndani yake, tunalipata katika kile kitabu cha Ayubu, ile sura ya 38 mstari mmoja tu ule wa 11. Ayubu 38 ule mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, nikasema utafika mpaka hapa, lakini hutapita, na hapo mawimbi yako yanyetayo yatazuiliwa. Nitarudia, Ayubu 38 mstari wa 11. Nikasema utafika mpaka hapa, lakini hutapita, na hapo mawimbi yako yanyetayo yatazuiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni maandiko matakatifu sawa sawa na kichwa ambacho Mungu ametupa, jinsi ya kutumia damu ya Yesu na kutumia jina la Yesu ili tuwe na uwezo wa kuvunja mipaka ya kiroho inayowekwa na adui, au kwa jinsi tutakavyoliona somo na ndani yake, mpaka wowote unaowekwa kwa lengo la kukukwamisha hatua zako. Ni muhimu sana kutumia damu ya Yesu na jina la Yesu ili hiyo mipaka ivunjike, ili hatua zetu ziwe huru. Haleluya, watakatifu wa Bwana. Unaweza ukawa na mipango mingi sana, lakini kama kuna mipaka ya kiroho, unaweza ukajikuta hiyo mipango haitimii, hiyo mipango haikamiliki. Unaweza ukawa na malengo mengi sana, unaweza ukawa na ndoto kubwa sana, kama vile somo ambalo limetupitia hapo. Usipojua kushughulikia misingi ambayo inakuwa imewekwa kwenye mipaka ya kiroho, unaweza ukajikuta unatembea kwenye hatua zile zile ambazo uko nazo miaka yote. Unaweza ukajikuta unazunguka pale pale ambapo unapita miaka yote, kwa sababu mipaka ya kiroho hauwezi ukaiona kwa macho, haionekani, lakini ipo, inafanya kazi, ipo, inazuia watu, ipo, inakwamisha watu. Mungu ametupa neema usiku wa leo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Angalau kwa sehemu tushughulikie hicho kitu. Nilipokuwa namuuliza Mungu, nikasema, Mungu, kwa nini somo hili kwa wakati huu? Akasema kuna vijana nataka wapige hatua. Ujanisikia nikachosema. Wakati namuuliza Mungu, kwa nini
nini somo hili? Alafu usiku huu akaniambia kuna vijana nataka wapige hatua. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna hatua za vijana zimezuiwa kwa sababu ya mipaka ya kiroho, na haijashughulikiwa kiwango kinachotakiwa, haijaondolewa kiwango kinachotakiwa. Sasa ili waweze kupiga hatua, ili waweze kusogea angalau kutoka hatua fulani kwenda hatua nyingine, lazima hiyo mipaka ivunjike. Jina la Yesu libarikiwe sana. Tumemwomba Mungu na tutamwomba Mungu hapa, kila mpaka unaokwamisha hatua za kijana lazima uvunjike usiku wa leo. Kila kazi ya ibilisi ambayo imetega mipaka ili kukwamisha hatua za watoto, kukwamisha hatua za vijana, washindwe kusogea, washindwe kupiga hatua, lazima tuzivunje usiku wa leo. Wanaoamini waseme amen. Waongeze sauti waseme amen. Ndio. Angalia sasa, kuna mambo kama mawili hivi. Jambo la kwanza, tunaangalia mipaka. Ni aina mbili tu za mipaka. Mpaka wa kwanza ni mpaka unaowekwa na shetani na watenda kazi wake. Mpaka wa kiroho unaowekwa na shetani na watenda kazi wake, lazima tuushughulikie, lazima tuuvunje leo. Sema leo. Alafu uzuri wake sasa hivi ni usiku wa manane ambapo kazi nyingi za ibilisi zinafanyika. Lazima tuvunje leo. Amen. Kwa jina la Yesu aliye hai. Wanaoamini waseme amen. Sauti ni ndogo, wanaokubali waseme amen. Ndio. Kwa tuangalie huo mpaka, si ndio? Fungua kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, ile sura ya 2 mstari wa 18. Shetani anaweza kukuwekea mpaka na ikawa ngumu sana kupita hapo, na ikakukwamisha ukashindwa hata kuenda, kwa sababu shetani umuone, lakini mpaka naoweka unakuzuia. Leo lazima uondoke kwa jina la Yesu. Amen. Thesalonike wa kwanza sura ya 2 ule mstari wa 18. Neno la Mungu linasema hivi: kwa hiyo tulitaka kuja kwenu, naam, mimi Paulo, mara ya kwanza na mara ya pili, na shetani akatuzuia. Huyu ni Paulo anasema, enyi wa Thesalonike, tulitaka kuja kwenu, tulitaka kuwaletea neno, tulitaka kuwaletea ujumbe, tulitaka kuwaletea wokovu, tulitaka kuja kuwasaidia. Mimi Paulo na wenzangu, mara ya kwanza na mara ya pili, lakini shetani alitufanya nini? Shetani ana uwezo wa kukuzuia, ana uwezo wa kuzuia mipango yako, ana uwezo wa kuzuia maisha yako, ana uwezo wa kuzuia hatua zako. Lazima ujue kitu cha kiroho, jinsi ya kufanya. Kwa hiyo unaweza ukaona tu jambo haliendi, kumbe shetani ameweka mguu hapa, hapiti hapa, hapiti hapa. Sasa jaribu kufikiria, hawa wa Thesalonike wamekaa wanamsubiri Paulo. Amen. Kuna mtu aitike haleluya. Amen. Chukulia wa Thesalonike wametulia tu wanamsubiri Paulo. Pengine atakuja mwaka huu haji. Pengine atakuja mwaka kesho, haonekani. Pengine atakuja mwaka huu, haonekani. Ndio kazi hiyo shetani anafanya kwetu. Kuna watu wamebebeshwa vitu vya kwako, kuna watu wamebebeshwa msaada wa kwako. Shetani ana uwezo wa kuwazuia. Wanatamani sana waje wakushike mkono, wanatamani sana waje wakuvushe, lakini adui anaweza kawazuia wakajisemesha kama hiki anachosema Paulo. Neema tu ya Mungu ilimsaidia Paulo kuvunja huo mpaka kwenda kuwafikia wa Thesalonike. Na sisi lazima leo tuvunje kila mpaka unaozuia watu waliobeba maisha yetu, unaozuia watu waliobeba fursa zetu, unaozuia hatua zetu. Lazima uvunjike kwa jina la Yesu. Wanaoamini waseme amen. Kufanikiwa kwako saa nyingine kunategemea watu. Shetani anaweza kawazuia watu. Unakutana tu na watu wale, unakutana tu na vitu vile, unakutana tu na unazungushwa tu hapa.
lazima tutoke kwa jina la Yesu aliye hai. Kuna wakati Mungu alitupa somo la kwamba unatamani kuona unahama kiwango ulichopo sasa na kwenda kiwango kingine. Alitupitisha hapo. Mimi alipokuwa ananipa hilo somo, nikajiona machozi yanatiririka. Kwa sababu kuna kiwango Mungu akiniangalia, anaona sijasogea bado. Bado niko kiwango kile kile, bado niko ngazi ile ile, bado niko level ile ile. Wakati Mungu alitaka anione niko kwenye ngazi fulani. Inahitaji lazima tupate msukumo wa ndani kukasirikia jambo hili. Haleluya, watu wa Bwana. Ndio maana maombi haya tunayofanya hapo si maombi ya kupoteza muda. Lazima ukusudie, lazima udhamirie. Kuna kitu kinazaliwa. Haleluya, watakatifu wa Bwana. Tusogee mbele kidogo. Kwa hiyo huu ni mpaka ambao shetani anaweza kaweka na akakukwamisha kabisa. Anakuhamisha shetani watu, anakuhamisha maisha, anakuhamisha familia, anakuhamisha koo, anakuhamisha. Shetani anaweza kutumia wachawi, anaweza kutumia mizimu ya ukoo. Imeweka mpaka hapa, huyu hapiti hapa, huyu havuki. Na bahati mbaya wengi tunasema ukishaokoka umeshamaliza kila kitu. Ni sawa, lakini lazima tulifuatilie neno. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna misingi isipobomolewa itakusumbua hata kama umeokoka. Kuna mipaka isiposhughulikiwa itakuzuia hata kama umeokoka. Mingine imewekwa kihalali, ya kwamba sisi ni wakunywa pombe. Imewekwa kihalali, ni mpaka huo. Unajaribu wewe kusema sitaki pombe. Utapiga chenga huku, utakwenda Sunday school, utapata kipaimara, utapata, subiri uingie kazini. Utakutana na marafiki wanaokunywa pombe. Mtumishi mmoja anapenda kusema wanakunywa pombe konki. Si konki ndio, lakini konki. Utajikuta unaingia huko. Mipaka mingine imewekwa na shetani, ni misingi mizito sana. Hawa watu hawatakiwi kuwa kiwango cha juu cha maisha, ni mpaka umewekwa. Utafurukuta wewe.